Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao, hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu walibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Viongozi wote wa Chadema, viongozi wa vyama vingine vya siasa, nikitambua mwenyekiti wa CCM ambaye amewakilisha Chama cha Mapinduzi, viongozi wote wa vyama vya siasa, serikali, asasi za kiraia na taasisi binafsi, viongozi wote wa madhehebu mbalimbali ambao wameungana nasi leo katika ibada hii takatifu. Mniruhusu pia nitambue uwepo wa mke wangu, nimeambatana naye. Simama upunge na mkono kwa sababu hukutambulishwa. Na sote tulioko hapa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe tena. Mheshimiwa Baba Askofu na ndugu na familia ya mzee wetu Mtei, na mimi nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutukusanya hapa, kwa kuwa wasifu umetolewa tena kwa ufasaha na mchango wake wote katika taifa letu aliofanya baba yetu mzee Mtei. Mimi nitumie fursa hii kufanya mambo mawili tu. Jambo la kwanza, kutoa salamu za pole. Mheshimiwa Baba Askofu pamoja na familia ya baba yetu mzee Mtei na waombolezaji wote, niombe mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameguswa sana na msiba huu, ambaye yeye alikuwa aje ashiriki yeye mwenyewe, lakini amenituma kuja kumwakilisha. Na mimi natoa salamu hizo za serikali kwa familia. Poleni sana familia, ndugu, jamaa na marafiki wote kutokana na msiba huu mkubwa. Kama tulivyosikia katika wasifu, mzee Mtei alikuwa mojawapo wa watu wachache duniani ambaye alijaliwa vipawa, karama na fursa nyingi kupitia fikra zake, uongozi, kujituma na upendo kwa nchi yake. Ameweza kufanya mambo mengi yenye manufaa makubwa kwa nchi yetu. Na mpaka sasa, Mheshimiwa Baba Askofu, nadhani baba yetu mzee Mtei ndio anayeshikilia historia ya kufanya kazi zote za Wizara ya Fedha. Amekuwa gavana, amekuwa katibu mkuu na mlipaji mkuu wa serikali, amekuwa waziri wa fedha, na ameiwakilisha nchi kama mkurugenzi katika bodi ya shirika la fedha la dunia. Sote tunatambua kuwa katika maisha yake ya utumishi wa umma, mzee Edwin Mtei alitoa kipaumbele katika masuala muhimu, ikiwemo kumcha Mungu, uadilifu, uaminifu, uzalendo na kufanya kazi kwa bidii. Marehemu alikuwa mojawapo wa Tanzania wachapakazi kweli kweli. Haya yanajidhihirisha kwa utumishi uliotukuka wa baba yetu ambaye akapata nyadhifa mbalimbali kama ambavyo nimetoka kuzitaja, kutokana na kutambulika na weledi wake wa kuwa gavana, waziri wa fedha, katibu mkuu,
waziri wa fedha, mwaka 1982 serikali ya Tanzania iliidhinisha kutumika kwake katika nafasi kubwa katika shirika la fedha la kimataifa, nafasi ambazo nchi wanachama huwa zinapewa kutoa mwakilishi. Ndugu wanafamilia na waombolezaji, itakumbukwa pia mwaka 1982 hapa nchini kulifanyika mabadiliko makubwa ya katiba, sura ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, ambayo ilirekebisha na kufanya Tanzania kuwa taifa linalofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na kama ilivyoelezwa katika wasifu na maandiko ambayo yametolewa, baba yetu Mzee Mtei alikuwa mwanzilishi wa chama cha siasa cha Demokrasia na Maendeleo. Na kutokana na mchango wake amekuwa mwanasiasa ambaye amechangia katika kiwango kikubwa kuendeleza demokrasia ya vyama vingi hapa nchini. Kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Rais alielekeza mimi mwenyewe nije kumwakilisha, lakini pia akasema kwa kuwa aliwahi kuwa gavana wa Benki Kuu, gavana wa Benki Kuu ashiriki katika kumsindikiza Mzee Mtei, lakini pia na Benki Kuu ichukue wajibu wa kumpa heshima zote kama mwanzilishi wa taasisi hiyo muhimu na wa muenzi kama ambavyo wanafanya kwa magavana wote. Lakini pia akaelekeza waziri wa fedha ashiriki kwa kuwa Mzee Mtei alikuwa waziri wa fedha. Na leo hii tumeambatana na waziri wa fedha kuwakilisha Wizara ya Fedha. Lakini akaelekeza pia waziri wa elimu kama mtoto wa nyumbani na yeye ashiriki, na leo hii tuko na Profesa Mkenda kuja kushiriki pia kama mtoto wa nyumbani. Mheshimiwa Rais akasema Mzee Mtei atakumbukwa katika msimamo wake, ujasiri wake, maono, uvumilivu na kupenda nchi na kupenda maendeleo. Mheshimiwa Rais amenielekeza kama mtendaji mkuu wa serikali kumuenzi Mzee Mtei kwa vitendo. Na katika kumuenzi Mzee Mtei kwa vitendo, Mheshimiwa Baba Askofu na wanafamilia, mniruhusu niseme machache. Mzee Mtei alikuwa anapenda maendeleo na tunajivunia alama alizoacha. Nitumie jukwaa hili kumwelekeza waziri wa fedha na waziri wa ujenzi. Natambua serikali ilishaelekeza kujengwa kwa njia 4 kutoka Tengeru mpaka Kia. Walikuwa wanakamilisha mchakato wa manunuzi kipande cha Tengeru kwenda Usa. Jambo hili likamilike mara moja, ujenzi wa barabara za njia 4 uendelee haraka kama alama kwamba leo Mzee Mtei alitukusanyisha hapa. Lakini pia kipande cha Usa Kia kilomita 28 usanifu umeshafikia 80%. Niwatake Wizara ya Ujenzi na TANROADS, kamilisheni haraka asilimia hizo zilizosalia za usanifu na mtangaze kazi hiyo mara moja ili kuweza kuweka alama ya kujenga hizo njia 4 kutoka Usa kwenda Kia, ambapo usanifu wake umeshafika 80%, ili kuweza kukamilisha kutoka Tengeru hadi Kia hadi Moshi baadaye barabara ya njia 4. Hii ni hatua ambayo inasubiri tu michakato yenu wataalamu, kwa sababu fedha zipo. Kamilisheni haraka, mkandarasi awe site, na mimi nitasimamia hilo kwa sababu fedha za kufanya kazi hiyo zipo. Lakini la pili, kwa maeneo korofi ambayo tumeona wananchi wanapata shida mle njiani na matuta ya udongo na madaraja yale, mkataba ulisema ujenzi ukamilike Februari 20. Nataka by Februari 20 mkuu wa mkoa simamia na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi asimamie. Ifikapo Februari 20 pawe pamefunguka, barabara hiyo itumike, sehemu ya kuenzi kazi, kupenda maendeleo na maono ambayo ilikuwa tabia
na hulka na utambulisho wa mzee wetu Mtei. Lakini nimeona watangulizi wote wamesema mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao, hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu walibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Mkuu wa mkoa pamoja na watu wetu wa ardhi, kamishna wa ardhi anayehusika, wasimamie ndani ya mwezi mmoja wawe wameshakamilisha, na wawakabidhi wahusika ambao wanastahili kupata kipande kile kama mkataba ulivyokuwa unaonesha. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HB TV.